Uhali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Iran imeviweka vikosi vyake katika hali ya tahadhari ya juu na imeonya nchi jirani zinazoandaa kambi za Marekani kutoshirikiana na mashambulizi yoyote ya Marekani, liliripoti shirika la habari la Reuters hapo jana siku ya Jumapili likimnukuu afisa aliye na taarifa kuhusu swala hilo. Hatua hiyo inafuatia barua kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akihimiza mazungumzo ya moja kwa moja ili kusitisha mpango wa nyuklia wa Tehran. Trump ametishia kampeni ya mabomu iwapo hakutafikiwa makubaliano mapya. Tehran, ambayo inakana kutafuta silaha za nyuklia, ilikataa ombi la mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliita pendekezo hilo kuwa halina maana na akauliza kuhusu dhati ya nia hiyo. Kama mnataka mazungumzo, basi kuna haja gani ya kutishia? Alihoji waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tehran imetuma taarifa kwa Iraq, Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Uturuki na Bahrain ikionya kuwa kuruhusu vikosi vya Marekani kutumia anga au ardhi yao kutachukuliwa kama tendo la uhasama. Tendo hilo litakuwa na athari kubwa kwao, afisa mmoja wa Iran ambaye hakutajwa jina alinukuliwa akisema. Chanzo hicho kilisema kwamba Khamenei aliamuru vikosi vya jeshi la Iran viwekwe katika hali ya tahadhari ya juu. Mnamo mwaka wa 2015, Tehran ilisaini makubaliano yaliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa ya kupunguza shughuli zake za nyuklia kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo. Trump alijiondoa mwenyewe kutoka kwa makubaliano hayo mnamo mwaka wa 2017 na kurejesha vikwazo kama sehemu ya kampeni yake ya shinikizo la juu kabisa dhidi ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilijibu kwa kupunguza utii wake kwa makubaliano hayo ya mwaka 2015. Iran bado iko wazi kwa mazungumzo ya moja kwa moja kupitia Oman, kulingana na shirika la habari la Reuters. Mazungumzo ya moja kwa moja yanatoa nafasi ya kutathmini uzito wa Marekani kuhusu suluhisho la kisiasa, alisema afisa mmoja wa Iran. Mazungumzo yanaweza kuanza hivi karibuni iwapo ishara za Marekani zitakuwa za kweli, ingawa mchakato huo unaweza kuwa mgumu, aliongeza afisa huyo wa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Araghchi alisema siku ya Jumapili kuwa Iran inataka mazungumzo ya usawa. Alielezea Marekani kama mhusika anayekuwa na vitisho vya mara kwa mara vya kutumia nguvu kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa na anayetoa misimamo inayokinzana kutoka kwa maafisa wake mbalimbali. Meja Jenerali Hossein Salami, ambaye ni kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC, alionya siku ya Jumamosi kuwa nchi hiyo iko tayari kwa vita vyovyote. Urusi hapo awali ilisema kuwa vitisho vya Marekani dhidi ya Iran ni visivyokubalika na ikatoa wito wa kujizuia. Hii ni Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya kitufe cha neno subscribe, na utakuwa unapokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.